Ukiachana na Sandra kuigiza kwenye movie, katika maisha halisi Sandra ameweza kukutana na pigo kubwa sana ambalo hili lazima limemwaffect ama limemwathiri kwa kiasi kikubwa sana, na pengine hapa kwa mashabiki wa movie yake ya Love Me Again itabidi tu kwa uvumilivu, lakini pia katika hiki kipindi kigumu kuhakikisha kwamba anapewa faraja Sandra, lakini pia kuna taarifa njema licha ya hiki kipindi kigumu ambacho Sandra anakipitia, lakini pia ili sakata zito ambalo linamhusu Sandra ama ili tatizo ambalo limeweza kumkuta Sandra, kuna taarifa njema pia hapa ambayo utaweza kwenda kuifahamu kuhusiana na hiyo movie ya Love Me Again. Lakini kubwa zaidi na ambalo limeweza kutikisa zaidi ni hili tatizo ambalo ameweza kukutana nalo Sandra ama matatizo ambayo ameweza kukutana nayo Sandra. So nitakwambia hapa kiundani zaidi uweze kufahamu nini hasa ambacho kimeweza kumkuta Sandra, lakini naamini wengi zaidi ambao mnaikubali hii movie ya Love Me Again mtakuwa mmeguswa sana na mtaguswa na hiki ambacho Sandra ameweza kukutana nacho, na naamini hampendi kuona Sandra ikikutana na matatizo kwenye maisha halisia, hapa na maanisha sio kwenye movie. Sasa kama ni miongoni mwa watu ambao mnaipenda sana hii movie ya Love Me Again and of course mnamwombea Sandra aweze kumalizana na matatizo mapema sana, basi hebu tuungane hapo chini ya hii video kwa kubonyeza neno subscribe kama ni mmoja wa shabiki mzuri sana wa hii movie ya Love Me Again na unamwombea Sandra aweze kuepukana na matatizo mapema zaidi. Basi hapo chini ya hii video kuna neno limeandikwa subscribe, fanya kulibonyeza. Baada hapo like video, kisha kwenye sehemu ya comment utakuja kuniachia maoni yako kutokana na hiki ambacho utakuwa umeweza kitazama na kukisikiliza katika hii video. Mimi naitwa Gabi Official, tuanze moja kwa moja mwanzo mpaka mwisho hii video ukapata kufahamu kweli wote, na hii ni Bongo Vibe. Sasa kama ambavyo tunafahamu, amekuwa ni kiungo muhimu sana kwenye hii series ya Love Me Again and of course ni sterling kabisa huyu, na mrefu sana tumeona movie yake inafanya poa sana, watu wanamkubali kinoma noma. Sasa ukiachana tu na kwenye movie ni kwamba Sandra bwana, kulikuwa na changamoto za hapa na pale. Moja changamoto kubwa ambayo ilijitokezaga ukiachana na hii kubwa ambayo imeweza kumpata sasa hivi ya kifamilia zaidi ni kwamba kipindi kile tuliona alifotoka yule John akaja yule mwingine, ilichukua muda kidogo watu kuweza kumzoea huyu John mpya, lakini yote kwa yote kwa sababu ilikuwa ni kwenye movie watu hawakuweza kudiscuss sana, akaona maisha yaendelee. Lakini this time limemtokea pigo kubwa zaidi ambalo ni kwenye maisha ya kawaida. Ameweza kupotelewa na ndugu yake wa karibu kabisa ambaye ameweza kuaga dunia. So ni msiba ambao umeweza kumkuta Sandra, na hii inaonyesha ni dhahiri kabisa kwamba kazi yake manake inaenda kuingia doa ama inaenda kuanza kuchelewa, kitu ambacho kitawafanya mashabiki waweze kwa namna fulani hivi kutokujisikia poa kwa sababu wataimisi sana movie yake. Lakini kizuri zaidi ni kwamba kwenye hii movie waga walichokuwa na kifanya ni kushoot episode nyingi alafu baada ya hapo wanazipaki, yani inakuwa imebakia kazi tu ya kuweza kuzitoa, na kitu ambacho tunatakiwa kufahamu ni kwamba mpaka sasa hivi kuna episode nyingi sana ambazo wameziupload na ziko private, so kilichobakia tu ni wao kuweza kuziachia. Kuna zaidi ya episode 7 mpaka 8 ambazo tayari washazishoot. Kwa hiyo hata katika hiki kipindi kigumu ambacho Sandra anakipitia bado mtaweza kuona akiwa anaonekana kama kwenye movie hivyo anaigiza, lakini ukweli ni kwamba zilikuwa zimeshashutiwa na mtazidi kuenjoy hizo movie. Lakini ni kipindi kigumu ambacho Sandra anakipitia sasa hivi, basi anahitaji maombi, lakini pia tuungane hapo chini ya hii video kwa kubonyeza neno subscribe kama ni mmoja wa watu ambao wameguswa sana na hili changamoto ambayo imeweza kumkuta Sandra, ikiwa ni mmoja wa waigizaji ambao tunawakubali sana. Naamini muda si mrefu atarudi kulikava na kuwa poa, lakini huenda lisiwe gap kubwa sana kwenye hii movie kwa sababu mpaka pale ambapo hizi episode ambazo waliweza kuzishoot zitakapokuja kuisha itakuwa ni kipindi ambacho hata yeye mwenyewe atakuwa ameshamaliza changamoto zake na atarudi kama kawaida. So mtaendelea kumuona kwenye episode zinazofuata, lakini kumbuka tu kwamba hizo episode zilishakuwa zimeshutiwa muda tayari. Kwa hiyo ilikuwa ni wao tu kubaki kuachia pamoja na vitu kama hivyo hapo hivi. Kama umeguswa na hili, subscribe hapo chini ya hii video, lakini tuambie kwenye comment section wewe limekugusa kwa namna ipi hili tukio la Sandra. Lakini zaidi pia tukutane next video. Usisahau kushare kwa marafiki zako hii video na waweze kufahamu nini ambacho kimeweza kumkuta mpendwa wao.